tutabadilisha Kenya hii kwa mipango na miradi ya maendeleo na kwa umoja. Ndio mnaona tunasimama jukwaa hii sote katika broad-based government ambayo inajumuisha Wakenya wote, kwa sababu umoja ni nguvu, kujitenga ni udhaifu. Ndio sababu hiyo tumekubaliana tunatembea pamoja, sambamba, kwa pamoja na kwa umoja, watu, wananchi, viongozi sote wa taifa letu la Kenya. Na sababu hiyo ndio mimi nimefurahi kufika hapa Mombasa leo kwa shughuli hii ya muhimu. Mimi ninataka niwaeleze wale wa siasa mingi, wakomeshe siasa kwanza, tufanye kazi. Tunataka kupanua kwanza, tujenge reli na barabara kwanza. Hapa Mombasa mnahitaji maji, ni kweli ama si kweli? Hapa mwache serikali ya Kenya tunatumia bilioni 30 kuhakikisha kwamba maji zaidi inapatikana Mombasa County, Kwale County na Kilifi County. Kwa sababu hiyo ndio ya muhimu. Kwa hivyo wale wa Pang'ang'a na Hekaya Sahabu Nuasi watupatie nafasi kwanza. Tunataka tuwapatie watu wa Mombasa maji. Tuwatengenezee barabara zenu vile mnaona zikiendelea. Tupange mambo ya kupanua poti yetu ya Mombasa. Tujenge ile special economic zone iko pale. Tuhakikisha kwamba tunawapatia hati miliki, tuwaondoe kwenye uskwota. Hiyo ndio kazi ya muhimu, na ndio sababu hiyo tumeungana serikali ya county na kitaifa na viongozi zote ndani ya broad base. Tuhakikisha kwamba tunatimiza wajibu wetu kwa wananchi wa taifa letu la Kenya kwa kuwafanyia kazi. Mambo ya siasa itakuja 2027. Hawa wananchi ni mafundi, wanajua nani wakufaa, nani hafai, nani wakufanya kazi, nani wa Pang'ang'a. Na nyinyi ndio mtatuamua siku hiyo, ama ni aje watu wa Mombasa? Nyinyi ndio mafundi wa hiyo maneno ama sio nyinyi? Wenye kuamua hatima ya MCA ni nyinyi, si nyinyi? Hatima ya mbunge ni wa kuamua ni nyinyi, si nyinyi? Ya gavana na rais ni nyinyi, si nyinyi? Ni wale wataamua ama ni nyinyi bwana? Si ni nyinyi ndio mtasema? Basi watupatie nafasi wale watu, tufanye kazi ya wananchi wa Kenya kwanza. Wasituletee porojo. Kwanza watafute sera, watafute mpango, watafute agenda, ndio tukuje tushindane. Bure watazama mapema na asubuhi. Donda sugu ya watu wa pwani ni mambo ya ardhi. Kweli si kweli? Watu wa ardhi wametueleza ya kwamba hawataki tena kuishi kama maskwota. Wanataka kuishi kama wengine, kama vile wananchi wengine wa taifa letu la Kenya. And I made a commitment to the people of Coast Province, former Coast Province, that we are going to deal decisively, comprehensively with the issue of absentee landlords and make sure that land upon which citizens of Kenya living in this Coast Province are living must now become their land, because it is their birthright, and the government of Kenya is going to make that work. Na ndio sababu hiyo nataka nishukuru county government ya Mombasa. Leo tumekuja hapa kupatiana hati miliki za watu wa Chaani. 800 ziko hapa, 400 ziko njiani. Mimi nitarudi hapa baadaye mwakani, kwa sababu hawa wabunge, na mimi nataka niwashukuru hawa wabunge. Nimepeleka mambo ya budget kule bunge, na wamepitisha shilingi bilioni 3.8 3.8 billion ya mambo ya kutoa hati miliki, kulipa absentee landlords, ndio tuweze kubadilisha watu wa pwani kutoka uskwota wawe ndio wenyeji. Pwani hoye! Na tumekubaliana na Speaker Kingi na Waziri Joho na Waziri Mvurya na Wizara ya Ardhi ya kwamba sasa tuko na mpango kamili ya kununua mashamba yale ambayo yametumika na watu absentee landlords. And this is part of our plan to make sure that we title the land in Coast Province
make squatters land owners, and remove the shame of people, citizens of the Republic of Kenya. Leo title deed takriban 800 na kuna 400 nyingine ambazo zinamaliziwa. Hatuna deni tena na watu wa eneo hili la Chaani. Your Excellency, kwa upande wa ardhi, najua umepeana amri kwa Waziri Mvurya, Waziri Hassan Ali Joho na Speaker Kingi ya kwa ile pesa ya ardhi iliyoko national government waweze kuangalia hikma tuanze kukomboa mashamba yetu. Kama serikali ya county tulipitisha ardhi fund. Ardhi fund kazi yake kwanza ni kufacilitate, kuweza kuhakikisha hawa ambao kwamba na mimi panapo majaliwa, Your Excellency, kando na zile ardhi ambazo utatusaidia wewe, sisi hapa Division 2 ardhi ambazo kwamba panapo majaliwa tunajaribu kuzifanya, ikifika mwaka 2027 tuwe tumemaliza title deed 1030. Mimi hata nashindwa hawa wapinzani wetu watakuwa na lugha gani. Your Excellency, najua wakati hauko na sisi, and I know you've been insisting, yes, and you know you've been insisting huko na safari ambao kwamba itakuwa ni nje ya Kenya. Lakini mimi nauliza, mkiangalia upande huu ni fire si fire? Ukiangalia uzuri zaidi ni noma si noma?